Yani hapa Albert Kangwanda ni wa kucheza ligi kuu Tanzania bara. Uwezo wake. Wewe. Tumeona anapaisha pale. Wewe. Waandishi, semeni ukweli. Umenielewa? Semeni ukweli. Umenielewa? Albert Kangwanda kwa kiwango chake. Kwanza mimi niseme tuna bahati sana. Hizi timu ambazo kuna baadhi ya wachezaji watasimulia vizazi na vizazi kwamba tuliwahi cheza na mchezaji mkubwa aina ya Albert Kangwanda. Yule kwanza mimi nadhani ilitakiwa acheze ligi kuu England pale. Ni wasala ni karibu mwana michezo na Tumaini mzima, na tuko hapa KMC ambako mechi ya Yanga na Coast imemalizika na Yanga kuibuka na ushindi wa goli 4-1, lakini ni kama wana Yanga hawana furaha uchebe. Kwa nini hamna furaha au ni clean sheet? Mimi nimefurahi. Kikubwa tunapokuja uwanjani timu ipate alama 3. Haya masuala mengine yanakuwa yanafuata. Umenielewa? Icheze vizuri, icheze vibaya timu. Kama timu yako imepata alama 3, hilo ndio jambo la msingi. Ndio jambo ambalo wana Yanga tunalitaka. Kwa mimi cha kwanza nimefurahi, timu yangu imecheza vizuri, mpira wa kufurahisha. Tumeondoka na goli 4. Tulianza na goli 3, tumekuja na goli 4, mechi inayofuata 5, inayofuata 6, itakayoendelea 7. Tutaenda hivyo hivyo mdogo mpaka mwisho wa siku tunakabidhiwa mwali wetu bila makando kando, kilo safi, tunafurahi. So mimi niseme sijajua kama kuna mwana Yanga ambaye hana furaha, ataeleza yeye ni sehemu gani ambayo hajafurahishwa, ila mimi binafsi timu imecheza vizuri. Kwa mfano yule mmemwona Kangwanda, Albert Kangwanda, hivi yule kweli jamani wa kucheza ligi kuu Tanzania bara? Tukubaliane hapa, Albert Kangwanda ni wa kucheza ligi kuu Tanzania bara. Uwezo wake. Wewe. Tumeona anapaisha pale. Wewe. Waandishi, semeni ukweli. Umenielewa? Semeni ukweli. Umenielewa? Albert Kangwanda kwa kiwango chake. Kwanza mimi niseme tuna bahati sana. Hizi timu ambazo kuna baadhi ya wachezaji watasimulia vizazi na vizazi kwamba tuliwahi cheza na mchezaji mkubwa aina ya Albert Kangwanda. Yule kwanza mimi nadhani ilitakiwa acheze ligi kuu England pale. Ligi kuu England. Ngoja tukubaliane. Kangwanda. Wewe unapewa kwa Kangwanda, unapewa master namba 7 ya klabu ya soka ya Simba Sports Club Albert Kangwanda ya Young Africans, afu unapewa na namba 7 Kaletso. Unaondoka na nani? Yaani wewe unachokifanya hapo, ngoja kwanza. Yaani wewe mfano wako unaochukua unafananisha siafu au sisimizi na nyuki. Nani sisimizi na nani nyuki? Ngoja kwanza. Wewe Albert Kangwanda ni nyuki. Tena nyuki yule wa asali. Umenielewa? Nyuki wa asali. Kuna mwingine ni sisimizi, unaanzaje kufananisha naye? Haya, leo hii ngoja nikwambie. Albert Kangwanda mechi moja ana goli 1 na assist 1. Mechi moja? Assist 1. Niambie mchezaji mwingine yote ligi kuu aliyefanya hivi. Swala la muda tu. Sio swala la muda. Kwani yeye amehitaji si muda umezungumza? Lakini kuna watu wana assist 2 ucheza. Nani? Sawa leo. Ngoja sikiliza. Amecheza na timu gani? Amecheza na hizo ambazo amecheza. Ngoja wewe sikiliza. Sikiliza. Daraja la Coastal Union unaweza kufananisha na nani? Na Kagera? Si wote wanacheza ligi kuu, maana wewe acha mambo yako na wewe. Acha mambo yako. Kagera amekuja lini kwenye ligi kuu? Kagera haya, Coastal Union ana muda gani kwenye ligi? Muda mrefu. Coastal Union ana uzoefu kwenye ligi. Sawa. Umenielewa? Anaijua Yanga. Kwani Kagera ana uzoefu? Wewe toka na wewe.
mpaka amekaa huko ametulia, msimu mmoja kivipi? Sasa hana uzoefu, hana uzoefu wa ligi, kashuka daraja kapanda tena, masema hana uzoefu. Simba ndio maana nisema Simba na Kagera ni daraja moja, Simba na Pamba ni daraja moja, tunafanana. Huwezi kaweka daraja alilopo Simba na Kagera ukamweka Coastal Union, unakuna mkosea. Coastal Union ni timu kubwa, umesikia? Leo hii timu ambazo zimefanikiwa kupata goli dhidi ya Yanga, umenielewa? Timu zote zilizofungwa na Yanga, ukianzia na Mgo, ukija Coastal Union, hao wengine hao kucheza na hizi timu hawezi kupata matokeo kwa experience ambayo Namungo ameichukua kwa Yanga, kwa experience Coastal Union aliyoichukua kwa Yanga, akutane na Simba anapiga asubuhi mchana kweupe. Djigui Diarra anaendelea kuruhusu mchezo wake wa pili, anaruhusu goli jingine la pili. Msifu pia hata aliyepiga apiga faulo nzuri, anaondoka pasi na clean sheet. Sawa, mimi sawa nasema kwamba sare na clean sheet ya pili. Clean sheet ya pili kivipi? Mechi ya kwanza na Kagera 2-2. Hii mechi ya pili goli hakufungwa Kasali, alifungwa Aba. Alidaka, alikuwepo golini. Alikuwepo lakini Kasali alikuwepo? Alikuwepo. Alikuwepo mechi ya pili lakini aliumia. Ngoja, si alikuwa majeruhi. Alikimbia mchezo. Alikimbia mchezo, angeenda. Alijua mechi kwamba hii mechi ngumu. Akimbia. Sawa na moja ile Diarra hata moja kapata. Sawa, haina shida. Si mchezo inaendelea. Umenielewa? Sasa kama huko mchezo inaendelea, kwa nini tusiendelee kumsifu Kalexo? Kalexo ana nini? Mali assist. Hata assist anayo. Kwenye ligi anayo hata assist. Niambie hapa kama Kalexo ana assist. Nitoe 200,000 kwa zawadi kwako. Kama Kalexo amecheza mechi mbili. Kagwanda amecheza mechi mbili. Kama Kalexo ana assist yoyote kwenye ligi, hata nusu assist, nikupe 200,000. Toa, sema hapa. Niambie kwenye mechi ipi? Toa kwanza hela. Unafananishaje vitu vingine jamani? Acheni mambo hayo. Umenielewa? Bwana tukubaliane. Umenielewa? Na namuomba Engineer S, kiongozi wetu, rais wetu, sisi wana Yanga tunaomba jezi ya Albert Kangwanda iuzwe kwa thamani ya shilingi 100,000 na wana Yanga tuko tayari kununua. Jezi ya Albert Kangwanda tunaomba iuzwe kwa shilingi 100,000 na wana Yanga tuko tayari kuinunua. Nini kinawapa jeuri kiasi hicho? Mchezaji mzuri tumeletewa, yule mchezaji mimi nimeanza kupata mashaka kama kweli ni wa Zambia. Yule sio Mzambia, yule ni mchezaji ambaye tumemtoa Man City. Unajua Man City? Tumemtoa Man City. Sasa unabisha. Chukua mchezaji aliyopo Man City, mchukue mchezaji kama Kangwanda. Huyu Kangwanda yuko juu kwa mchezaji. Man City wenyewe wanalia kuondoka kwa Kangwanda. Bwana, nikuulize hili hapo na huenda nikaweka nukta yangu kwako hapo. Yanga Africans anarejea kwenye kilele cha ligi kuu Tanzania bara. Jana mpaka sasa hivi ninavyozungumza ni takriban masaa 23 mnyama Simba anakaa kileleni. Ikitimia 24 tayari ameshashuka. Yanga Africans amerejea kwenye nafasi yake. Jana alikuwa anaongoza nani ligi? Simba. Yanga alikuwa hajacheza. Sio? Na dhahiri ukimwona Simba anaongoza, dhahiri ujue Yanga Africans. Yanga hajacheza. Wote tunakubaliana hiyo. So huo ndio kama wimbo wa taifa. Umenielewa? Nasema? Huo ndio wimbo wa taifa. Ya kwamba ukiona Simba anaongoza ligi, Yanga hajacheza. Huwezi kaongoza ligi kama Yanga amecheza. Simba ameanza kuidhoofisha kiasi hicho. Kwani Simba na nini ambacho unaweza kusema cha ajabu? Simba ya namba 6 kwa ubora barani Afrika. Ya 6 kwa ubora barani Afrika. Alafu inaburuzwa na Yanga. Simba namba 6 kwa ubora barani Afrika. Hizo namba ameziandika nani? Kwa mujibu wa takwimu zenyewe za CAF. Aliyowadhibitishia ni nani? CAF wenyewe. Wewe ngoja, ulimuuliza kiongozi yeyote wa CAF? Niambie waandishi. Takwimu zinaongea Uchebe. Sawa. Kama mnaona Yanga ni namba 8, Simba ni namba 6. Nani? Haya. Simba namba 6 kwa ubora barani Afrika. Yanga namba 8 kwa ubora barani. Twende tatu. Sawa. Simba ni ya 6 kwa ubora barani Afrika. Yanga ni ya 8 kwa ubora barani Afrika. Umenielewa? Tunataka tupime na tueleze watu wajue ukweli. Umenielewa? Kati ya Yanga na Simba nani bora? Si ndio hicho? Bora yule aliyekuwa juu. Twende taratibu. Tusigushi mambo. Tunaenda kwa data. Umenielewa? Tupime head to head
kati ya Simba na Yanga. Kwenye nini sasa? Kwa michezo. Mimi nazungumzia kwenye michuano ya kimataifa. Amecheza na nani? Unaniuliza tena mtu amecheza na nani? Amecheza na nani? Ubora ugoja kwanza. Tukitaka tupime ubora wa Simba, tupime na ubora wa Yanga wanavyokutana. Ndio tunajua nani bora, si ndio kweli? Kwenye nini hapo? Umenielewa? Kwa michuano yoyote ile. Umenielewa? Tupime kwenye michuano ya kimataifa. Haya, huko kimataifa Yanga amekutana na Simba? Hajakutana. Haya, tukutanishe basi. Yanga alikuwa na wapinzani wengine, tukutanishe basi. Yaani tukitaka kujua Simba ni bora kimataifa, tukutanishe na Yanga. Umenielewa? Ubora wa Simba kimataifa tumkutanishe na Yanga, ndio tutajua kati ya Simba na Yanga nani bora. Umenielewa? Kwa usipime tu Simba kwamba amekutana na hizi Namungo, amekutana na Coastal Union, kakutana na Kagera, sio kakutana kimataifa anakutana na Namungo. Kwani Simba timu na Wydad, ngoja kwanza. Ngoja yanatisha kivipi? Msimu uliopita National Rally Simba amekutana naye? Amekutana na nani? Haya, msimu uliopita Yanga amekutana na AS Folbert, Simba amekutana naye? Hizo timu kwenye viwango bora, hizo timu Simba anawazidi? National Rally anamzidi? Amzidi. Umenielewa? Ngoja tulia, taratibu. Bwana, nimalize na hili hapa. Tuondoke na kuamini ya kwamba Yanga bingwa. Yanga bingwa tena kama GSM anavyosema. Yanga bingwa, na mimi mwana Yanga nathibitisha Yanga bingwa. Umenielewa? Yanga bingwa, hatukatai sisi. Yanga mimi nakwambia nina kila sababu ya kusema msimu ujao tunaenda kwa mabingwa tena, kwa sababu tuna uongozi bora, tuna mwekezaji bora, tuna wachezaji bora, tuna benchi la fundi bora, tuna mashabiki hadi sisi mashabiki ni bora. Umenielewa? Kwa tunaenda, tuna matumaini makubwa na sijaona kwa Tanzania hii kama kuna timu inaweza kumzuia Yanga. Shukrani sana.